Ndio maana haki ya kuishi imelindwa kikatiba. Soma ile ibara ya 14 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Inalinda haki yetu ya kuishi. Lakini katika mazingira ambayo hatukuwa tunayatarajia sana, nchi yetu imekumbwa na shetani. Watu wetu wanatekwa, watu wetu wanauawa, watu wetu wanapigwa. Sasa masala moja hii nyingine bado sijaipata. Mtafahamu. Bado kuvuta moja. Kwa hiyo hakuna aliyejua katiba. Lakini Bwana amechomoka tena. Bwana amechomoka tena. Sasa naomba niambie kwa uaminifu. Nani aliyemsikia Askofu Gwajima akizungumza wiki moja iliyopita na vyombo vya habari? Nani alimsikia? Nyoshe kwa uaminifu kabisa. Asante sana. Nani amemsikia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akizungumza juzi kwenye mkutano mkuu wa CCM? Unapata? Imekuja sasa hivi. Imekuja sasa hivi. Na baada ya kunyosha mkono wewe utakufa vibaya. Nani anahusika na utekaji wa watu wetu katika nchi hii? Nani anahusika? Ni nani anahusika na mauaji ya watu wetu yanayoendelea katika nchi hii? Nani anahusika? Ni nani anahusika na mambo ya kupiga watu, kubanga watu na kuuliza watu wasio na hatia? Nani anahusika? Na kwa sababu nini mmesema mamlaka iliyopaswa kutulinda ndio mamlaka inayotuumiza, ndio mamlaka inayotuua, ndio mamlaka inayotuma watu wabakwe wabakwe. Naomba niwaambie jambo moja. Sasa hatuna mlinzi, tunaishi kama digidigi. Tuna wajibu wa kujilinda katika familia yetu, na wajibu huo wa kujilinda upo kikatiba. Ukisoma kwenye sheria ya makosa ya jinai kuna chaja yako. Ukisoma kifungu cha 18 kimeeleza namna ambavyo unaweza kujihami. Tunapaswa kujihami, ndugu zangu. Nyumbani unapoingia kulala, hakikisha nyumbani unaweka angalau kanga, ruku. Sio kosa kisheria, sio kosa. Kwa sababu tunafahamu kwamba wao watakuja wataleta watu ambao wako na vifaa vya kila aina. Watakuja na bunduki, watakuja na marungu, watakuja na kila kitu. Watafanikiwa kukuchukua, lakini na wewe lazima ujilinde. Kuwa na kurukushani kidogo. Tunaelewana ndugu zangu? Tukijilinda kwa namna hiyo, kuna watu tunaweza tukapona, kwa sababu serikali imeshindwa kutulinda, na kwa maneno na matendo yake kuna namna inashiriki kuumiza watu wetu. Sasa hiyo kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na sheria. Lakini ninaomba nizungumze. Umesema jambo hili utapambana nalo katika namna ya mwili, utapambana nalo katika namna ya roho. Niwaombe ndugu zangu, kwa sababu anayeua na kutesa na kupiga na kutuma watu, kupaka watu wanajulikana. Hebu tuendeleze Mwenyezi Mungu. Tuombe Mungu ajilipizie kisasi juu ya watu wanaofanya mabaya. Na niwaombe ndugu zangu wa Kristo